Ugunja constituency Sigumre ward. Speaker, nataka kushukuru hao watu wetu wa media. Na washukuru sana. Tangu nitangaze hii mambo ya kifo ya mzee, hawa wamenitangaza vizuri tena. Hii simu naanza napata vitu hapa mmesasikia. Na washukuru na tena mzidi kusimama na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Naenda kwa mada. Mr. Speaker, mimi nitaogopa kufuata mwanasiasa. Na naomba wanasiasa, sisi tuko hapa Jacaranda na tunasimama na nyinyi kila siku. Lakini tukiwa na jambo ama shida kidogo, hakuna mwenye anashika simu ama mwenye anapiga simu. Sasa nyinyi watu wa siasa ama wanasiasa, naomba sana, hata sisi pia ni binadamu jameni. Unaenda kwa kumada bwana. Roho utabadewa. Order. Kuna dakika yangu. Nimekupea last chance. Last chance. Asante. Naingia kwa mada. Mada ya kwanza ni President William Samoei Ruto, tulikusaidia na watu 4 kutoka ODM, ambapo ni Joe, Opiyo Wandayi na mzee wetu wa Paranya, na huyu kutoka Uganda, huyu kutoka Suba anaitwa Mbadi, na ule mwingine kutoka Turukana, ule mama. Mr. Speaker, tangu hao watu waende kwa serikali, hakuna kitu wanatusaidia nayo. Wale kazi yao ni kukimbia na ndege. Mtoto akikufa huko nyumbani, mtu anachukua helikopta anaenda kuzika mtoto. Hiyo ndio kazi tuliwapea bwana. Mimi naambia President William Samoei Ruto, angusha watu. Hao watu ndio wanafanya unaenda nyumbani. Angusha watu chini bwana. Sasa hebu angalia huyu mtu kama Joe. Joe pia saa hii anasema ati yeye anataka kuwa deputy. Na yeye ndiye alikuwa analia kwa TV ati hajasoma, degree yake ijatosha kuwe hapo. Bwana Joe bwana, najua unatumwa na tutakubali. Bwana Speaker, ukiona hii rally yenye ilienda Mombasa, mama akisimama ati Joe ndio leader yetu. Sasa Joe Uburu amekaa na watu wanasifu Joe. Sasa hii ni siasa gani? Hiyo ni madharau bwana. Joe, wewe Raila ndiye alifanya ukapata kazi. Sasa Raila, sasa unataka kugeukia Uburu. Uburu amekaa, mtu akisimama hata sisi kama watu wa Pwani tuko nyuma ya Joe. Joe hawezi kuwa party leader ya ODM. Hawezi Mr. Speaker. Na mimi naongea kwa huyu mwenye anatoka Suba, huyu mwenye anasema ati pesa inalala Suba. Pesa haiwezi lala, Ruto hawezi kubali pesa ilale Suba bwana. Wewe unaenda Suba na ndege na mkono tu. Unatusaidia na nini wewe? Wewe Mbadi, unatusaidia na nini? Hata heri President, uchukue hiyo kitu urudisha mlima. Chukua hiyo kitu urudisha hata mlima huko. Tuko na Mbadi na wamama wetu apati loan. Ukienda kuchukua loan unaambiwa ngoja. Wewe uko na bwana na uko na ngombe ngapi? Hizo ni maswali gani sasa? Mbadi unatusaidia na nini? Wewe pea mama pesa bwana. Wauze uji, wafungue mahoteli na warudisha pesa. Na vijana Opiyo Wandayi aliwekwa kwa mambo ya stima. Opiyo Wandayi amewekwa kwa petroleum. Anatusaidia na nini? Order please, order please. Mr. Speaker, funga kamba vizuri, long itaanguka. This is a very honorable house. Order. Mr. Speaker, we cannot mislead this country and this nation. To bear assertion by this speaker on the floor, saying that there are people who went to borrow loans and basing his argument on Mbadi who denies it. Is Mbadi one of the counters in any bank account in this nation? Na kujibu kaji. Mr. Speaker, can you
very funny for us, where someone in Kenya, in this nation, went to a bank to borrow a loan and was denied because of money. I'm here. Thank you. Order. Bwana Speaker. Order, please. Watch your hands. What are you? Oh, wacha nijibu bro. Wacha tuone hiyo asijibu, hiyo ni information. Just information, Mr. Speaker. Mr. Speaker, all the citizens in Mombasa were not wrong when they say that they are behind Honorable Joho, because that is their kingpin in Mombasa. So where is the problem if they say that they are behind Joho? Okay. They are right, and let them continue. Asante. Thank you. Wacha nimjibu. Mr. Speaker, hiyo ni uongo kubwa. Tangu lini Joho amekuwa kingpin ya Mombasa? Na wakati wa Raila alikuwa na kingpin. Wacha ni uongo. Mimi naona Bwana Speaker, kuna vile President Uhuru ameanza kutuma kitu huko, watu wagawane, Mombasa baki Mombasa na Uhuru abaki Siaya peke yake. Alafu Sifuna amechukua watu wa ODM ameenda nayo. Hii mnadanganya. Hatutakubali. Nitaambia wana wa hebu mbebe mkono. Bebeni mkono. Order, please. Order. Mimi naomba upatie member awaseme vitu zake. Nitakupa nafasi utarudini. Speaker, sasa petu chini tudanganywe. Order, please. Last one. Mr. Speaker, let's just speak on the fact. You can't tell us that Honorable Raila Amolo Odinga was mad to choose Honorable Joho to represent the coastal region. We have got other prominent leaders like Najib Balala, who are once their king. But for now, if Honorable Raila Amolo Odinga chose Honorable Joho to represent the coastal region, that is their kingpin, and we have to accept. Mr. Speaker, member kuja ku-inform mbunge mwenye kwa floor. Please tafadhali, ongea Kiswahili kidogo, member hajaenda. Order. Nimeelewa vizuri sana my brother. Nashukuru sana Bwana Speaker, mimi niko na furaha kwa sababu mnaniongeza time. Mimi nikijibu huyo jamaa, nimalizie na najibu na niko na mada tatu hapa. Mimi nikijibu huyo jamaa, hakuna vile kumbe, sijui watu wanapiganga siasa namna gani. Joho alichaguliwa kama governor wa Mombasa, hakukuwa kingpin. Unajua? Haya, Orengo ni governor wa Siaya, hajawahi kuwa kingpin. Asa hii Gladys Wanga ni governor wa Homa Bay, ni kingpin. Alafu Paranya ni governor wa wapi? Alikuwa kingpin. Sasa wacha kutudanganya. Mambo ya Joho kubehave vibaya mbele ya Oburu angalia mbele. Huyu jamaa atakutoa kwa kitu usipochunga. Niende kwa mada ya pili. Malizia please. Nimalizie basi, hiyo ni mada ya kwanza. Hawa ndio wanabeba mkono kama. Malizia. Asante. Naenda kwa mada ya pili. Mwingine anasema ya kwamba ati Sifuna, my brother, wacha nikwambie. Ukweli ndio mutaki kwa sababu mnakula. Ukweli ndio mutaki. Na saa hii mali tumekaa, sisi tunajua kuna ODM yenye itaunda serikali. Na mimi nawaomba Bwana Sifuna, Bwana Orengo, Bwana Bwana Babu Owino, Bwana Osoti, hakuna kitu mnangoja kwa sababu nikiangalia saa hii hata nikienda online, wabunge wote wanakuja Kakamega. Wabunge wote, hata Tinde Mola amesema hawezi fuata hii mambo, watu wanaanguka hapa chini. Sasa mimi naomba Babu Owino, nyinyi angalieni vile tunafika Kakamega. Orengo, angalieni vile tunafika Kakamega. Hiyo ndio party yenye iko na wananchi. Hiyo party ya wakina Babu yenye ndio iko na wananchi.